Bwana, kama ilivyo kawaida ya Data Sports, lazima tutafute watu ambao wanauelewa mpana kweli kweli kwenye upande wa michezo na burudani. Na tukifika tunawauliza kwa undani hili na wao watuonyeshe namna ambavyo mambo haya yalivyokaa. Ziko taarifa za kuaminika ijapokuwa sio rasmi ya kwamba bodi ya ligi imewaita mezani klabu ya Yanga na kuwashauri ama kuwaomba wasiende CAS ili mambo hayo yamalizwe ndani, na wao bodi ya ligi wako tayari kuwasikiliza na kuwapa kipaumbele Yanga ili tu wasiharibu amani na mpira usitibuke. Ziko hizo taarifa vipi kwenye meza? Dominic Salamba, taarifa hizo zikoje? Basi endelea kuwa nasi sako kwa bako ili usikilize kutoka kwake. Lakini kubwa zaidi bwana, wacha pia nikupatie taarifa njema kutoka Bati Quality. Kipindi hiki cha mvua, kwa nini uteseke kulala na mabeseni, masufuria ili usubiri inyeshe ukinge panapovuja, wakati sisi tupo Bati Quality, tena tupo kwa ajili yako. Tuna bati aina zote za migongo midogo, migongo mipana mfano wa kigae, na zile pia zenye matili ya chenga chenga zinapatikana kwa gharama nafuu na bei ya kiwandani. Ukinunua mabati pia tunakupatia misumari na usafiri bure popote pale ndani ya ardhi ya Tanzania. Tuone tumeshusha bei na tumeofa kubwa mno. Bati bwana original unaianzia kuipata kwa shilingi 21,500, alafu inakupa warranty ya miaka 10. We usisubutu kukosa. Brother Dominic Salamba, uko vizuri? Mimi namshukuru Mungu niko vizuri. Haulalamiki? Mungu ni mwema. Uzima upo? Uzima upo. Ndio, ziko taarifa ambazo zinazungumzwa. Wewe ni miongoni mwa wakongwe kweli kweli kwenye hii tasnia ya habari, lakini pia uko na vyanzo vya kuaminika mno, nafahamu hilo. Tukaona wacha tuje tugonge hodi kwako ili tuulize hizi taarifa kwako zimefikaje, then tuianzie kuijadili hapo kwenda mbele. Je, itakuwa na maslahi gani? Ni kweli bodi ya ligi ni kana kwamba wamesalenda hivi kwa Young Africans na wanataka wasiende CAS ili wayamalize? Bado katika sosi zangu sijaipata hiyo taarifa. Yes. Ndio ninaisikia kutoka kwako. Okay. Kwa hiyo pengine kama nitaisikia ninaweza nikazungumza kitu. Okay. Lakini kwa kufikirika tu kwa mazingira yaliyopo siwezi kushangaa kama itakuwa iko hivyo. Lakini pia ukisikiliza maelezo ambayo alikuwa ameyatoa mwenyekiti wa bodi ya ligi, Yes, ndugu Mguto, unapata picha kuweza kuona hili jambo lilikuwa lijiamuliwa kwa kufuata misingi ya sheria, kanuni na taratibu zilizopo. Kwa sababu kama lingekuwa ni jambo la kisheria, usingeweza kuona rais akipaniki kiasi kile ambacho alikuwa amepaniki, kwa sababu tayari sheria zilikuwa ziko wazi. Kama ingekuwa ni kanuni, usingeweza kumuona mwenyekiti akiwa anaingia wasiwasi na kuonyesha kwamba kuna wakati anatakiwa afanye maamuzi ambayo yanakuwa beyond na kanuni zilizopo. Kwa hiyo kwa mazingira tukiangalia ya picha tunagundua kwamba hili jambo lilifanyika kwa kuangalia hizo ambazo wanaita busara, lakini busara ambayo ilikuwa imeangalia upande mmoja zaidi, na hawakuwa wazi kuweza kufunguka kwamba ni vitu gani vya msingi ambavyo vilifanya, kwa sababu sawa wamejaribu kuzungumza hizo scenario lakini wanazificha. Yaani uweze kupata kitu exact kwamba hiki ndio kilifanya mchezo uweze kuahirishwa ili watu wakaweza kushiba. Kwa hiyo kwa mazingira ambayo yalikuwa yanaonekana ya picha, ni kweli kwamba kuna maeneo ambao viongozi walikuwa wamemess up kwa maana ya bodi ligi kutoa maamuzi yao ya kuahirisha mchezo ule. ndio. Ukitazama sasa kwa namna hii, nani hasa ambayo anatakiwa ayamalize? Yani busara yake inatakiwa. Tumemsikia Mguto amesema busara inatakiwa. Lakini unafikiri ni watu wapi wanaweza wakayamaliza? Yani wao ndio waamue kuyamaliza. Ni bodi ya ligi, shirikisho la mpira wa miguu ama Young Africans, kwa sababu hawa ndio anga wa hili tukio hasa? Nafikiri hicho busara tena ishapita. Kwa nini? Kwa sababu busara itakiwa itumike mwanzo, Yes, kabla ya kuahirisha mchezo. Yani baada ya kujiridhisha kwamba wanataka wailishe mchezo, ndio ulikuwa wakati sahihi wa kuweza kufanya maridhiano na kuweza kuzungumza. Lakini ni kitu ambacho kilikuwa kimeamuliwa na upande mmoja bila kushirikisha upande mwingine wa pili. Kwa hiyo tena ukizungumza busara, inakuwa tena sio busara, ambayo inakuwa ni uonezi, kwa sababu kuna mtu haukumpa nafasi ya kuweza kumsikiliza. Ndio maana hata mahakamani wanatoa nafasi, yani ushahidi wote umekamilika kuhusiana na mtuhumiwa na umekaa hapa, lakini lazima upewe nafasi ya kujitetea. Kwa bwana, katika hili kuna hiki na hiki na hiki, lakini unapewa nafasi. Yani tayari kila kitu kimeonyesha tayari una makosa, lakini haki ya mtu kuzungumza kujitetea iko pale pale. Kwa hiyo Yanga katika sakata hili hawakupata nafasi yoyote ya kuweza kuzungumza au kushirikishwa. Na ukiangalia hata barua ya kuahirisha mchezo hawakumwadresi Yanga. Ni barua ambayo ilikuwa imeadresiwa kwenda kwa umma, lakini mechi ilikuwa ni ya Yanga. Kwa hiyo walikuwa wamemexclude mtu ambaye alikuwa ana hosti mchezo husika kama ni mwenyeji wa mchezo. Kwa hiyo nafikiri ndio maeneo ambayo itakiwa waangalie, lakini nafikiri kwa sababu ya mazoea na tayari walikuwa wameshajua
Yaani kuna njia ambayo ilikuwa imeshatengeneza kwamba jambo hili litaanzia hapa, itaendea hapa, litaishia hapa. Kwa hiyo tuendelee. Kwa hiyo walikuwa wamekwenda kufanya kwa mazoea, lakini kwa kitendo ambacho Yanga walikichukua, na bado Yanga waliandika barua. Lakini hata majibu ambayo yalikuwa majibu ya kimazoea. Yaani majibu ambayo ukiangalia hivi mtu unaweza kukajibu kweli ambacho umekijibu. Yaani yalijibiwa yale ambayo tumezoea kuona kila itopo leo. Kwa hiyo mpaka inafika hatua Yanga wanachukua hatua ya kuweza kuandika barua kasi na kuweza kulipia na kuweza kutuma hayo malalamiko yao, manake tayari taratibu za kawaida zilikuwa zimeshindikana. Kwa hiyo kitu pekee ambacho kinaweza kwenda kumaliza ile sakata ni majibu ya kasi dhidi ya hii kesi. Kama ikionekana Yanga atakuwa hajakidhi au hana haki, ndio itakuwa ni mwisho wa sakata. Ikionekana kuna haki ya ziada kwa Yanga, itakwenda kupatikana. Lakini kwa maana kwamba kwenda kuzungumza hizi pande tatu bado haiwezi kuwa na nguvu, kwa sababu tayari limeshahama pia. Limehama kutoka kwa viongozi au kamati ya Yanga, limekwenda kwa mashabiki wa Yanga na wanachama wa Yanga. Utakuwa ni shahidi, umeweza kuona watu kutoka Zanzibar wametoa tamko, wao ni wanachama halali. Umeweza kuona Dodoma wametoa tamko, Dar es Salaam wametoa tamko, jana Morogoro wametoa tamko. Kwa maana yake ni kwamba ni kitu ambacho tayari tena kimeshahama kwa viongozi. Kwa hata kama ukisema leo hii umwite rais wa klabu ya Yanga, umwite si makamu wa rais uzungumze nao, bado kuna kazi kubwa tena kuliko wanachama ambao tayari walishabariki na walishaenda mbali kwamba sisi tunataka tupate haki yetu. Hata kama ikionekana kama pengine inatakiwa tufunyanganye point na kushusha daraja, wako tayari na wao ndio wenye timu sasa, na wao ndio wanachama wenye timu yao ambao wanalipia kada vitu vingine. Kwa hiyo nafikiri katika hatua hiyo ya kwenda kufanya hizo, yani ile resolution lilishapita huko, limeingia kwa stage nyingine, na lisingefika huku kama hapa mwanzo watu wangeamua kutumia hizo busara ambazo leo nazizungumza kuweza kulienda ile jambo. Ndio. Dominic Salamba, kuna kitu kidogo hapa nataka tumalizie hivyo, kwa sababu umezungumza mengi kwenye hili sakata na sisi kwa kwanza tunalizungumza. Kuna vitu ambavyo kila mtu akivichunguza anaona. Mimi binafsi nimechunguza vitu vingi na kuona Young Africans wameonewa. Binafsi mimi kama Cisco, kwa sababu ya sakata lilivyotokea, mchezo jinsi ulivyoahirishwa. Mbaya zaidi Yanga pia wanaposimamia kwamba hata kuahirishwa kwa mchezo hao hawakupata taarifa. Yaani taarifa anatakiwa apate Yanga kwa sababu yeye ndio mwenye mchezo, lakini Yanga yeye anaiona mtandaoni taarifa kwa umma. Yaani sio rasmi yeye kwamba, umeelewa vizuri. Na hata maamuzi hayo inasemekana baadhi ya viongozi wa Yanga limezungumzana na kwamba hawakushirikishwa hata kwenye kikao cha kujadili yametokea tunafanyaje. Wanakuta tu mtandaoni ya mambo. Ndio kitu ambacho kimeuma Yanga kuona namna gani wanazaririka. Lakini sasa kitu kikubwa ilitakiwa busara ya rais wa TFF arudi kama baba wa mpira, azungumze na hawa watu, kwa maana bodi ya ligi ni chombo chake, iko chini yake, Young Africans pia wako chini yake. Lakini kuna kauli mbili ambazo amezitoa. Siku ya kwanza wakati anaojiwa na EFM, si vibaya kuwataja, alizungumza kauli mbovu sana, kusema ukweli kwa sisi wapenda soka, na tuwezi tukazipamba pamba, ni kauli mbovu. Lakini kuna siku pia alikuwa Tanga wakati wanaiaga timu ya taifa, alizungumza pia kauli ambazo si nzuri. Alisema kwamba vyombo vya habari tutazungumza navyo na kuwapa taarifa vya hapa Tanga, hivyo vingine vina mambo yao ya ovyo ovyo, nikana kwamba sasa mpira uko Tanga tu pekee. Hii pia inajenga taswira gani kwenye sakata kama hili na kutengeneza umoja labda wa wana football hasa Tanzania, kwa sababu TFF ni shirikisho la mpira wa miguu Tanzania na si Tanga pekee? Nafikiri ndio ule mwendelezo ambao ndio nashangaa wanapozungumzia busara, lakini busara zenyewe kwa wazi hazionekane. Kwa sababu kwa hata ukiangalia national team sio ya Tanga. Hii ni timu ya taifa ambayo inahitaji support na Watanzania, ni mali ya taifa. Yeye ni kiongozi tu yuko pale ambaye anaongoza na hataongoza milele. Sawa, atakaa, itafika hatua, atafika mwingine, viongozi watapita, lakini national team iko pale pale. Sasa kwenda kuinasibisha timu ya taifa na ukanda au na utanga haikuwa sawa. Haikuwa sawa kwa sababu pia, lakini maana yake ni kutaka kwamba vyombo vya habari visiwe na nafasi ya kukosoa wala kuhoji mapungufu alionayo yeye. Kama vyombo vya habari vinaweza kuhoji hata mapungufu ya serikali na vinaandika, unaona, basi serikali ambao ndio wenye nchi, watu bado wanaweza wakahoji, wakaandika, wakajadili mambo mbalimbali. Ndio utamaduni wa nchi ambayo inaongoza kidemokrasia. Naona na hata mheshimiwa rais amekuwa akisema demokrasia, watu wanazungumza, wanahoji. Sasa wewe ni nani ambaye hutaki yani watu kuzungumzie kinyume? Wewe ni nani ambao unataka vimebali vyote nchi nzima leo vikae vizungumzie tu, yani ni goodwill kwa upande wako? Sasa hii kuna fikiri ni kule kwamba ni mtu ambaye anaamini kwamba yeye ndio kila kitu. Ni mtu ambaye anaamini kwamba mpira huu yenda ameushika. Sio kweli. Tunamheshimu, ni kiongozi mkubwa, lakini ifike hatua azungumze kauli ambazo za kimpira na asahau kwamba hiki ni kipindi ambacho ni zama zake.
Zama zilikuwa ziko za watu wengi sana, lakini tengeneza legacy na watu. No matter uchaguzi unaofika, no matter mtengeneza mazingira ya kuishi. Wakina haya tu walikaa miaka mingapi kwenye shirikisho la soka barani Afrika? Walitengeneza mizizi mingi sana, leo wako wapi? Itafika hatua inashindikana. Sasa je, baada ya kuja kushindikana, umetengeneza mazingira gani ya nje na watu na wadau wa soka? Kwa hiyo ni vema wakati mwingine kutengeneza good atmosphere. Hicho kiongea nafikiri mwendelezo wa kuendelea kulichochea sakata na kutengeneza mpasuko baina ya waandishi wa habari ambao kimsingi pale mada ilikuwa sio yeye. Mada pale ilikuwa ni national team, ndio mada pale. Ndio pale palikuwa pale mheshimiwa naibu waziri. Issue ilikuwa national team, haikuwa afla TFF. Kama ingekuwa ni afla viongozi TFF, pengine angesema sawa. Popote ambako national team ipo ni mali ya Watanzania, na Watanzania wote wana haki ya kuweza kupata taarifa za timu ya taifa popote pale. Yaani wewe una mamlaka sasa kwamba habari hizi tutapa watu wa Tanga tu. Hii timu sio ya Tanga, hii timu sio ya Muheza na sehemu nyingine, ni timu ya Watanzania. Ndio timu ya taifa ya Tanzania. Kwa hiyo when it comes, usitaki kutengeza mazingira watu wakaanza kufikiria pengine hii timu ni ya shirikisho tu, pengine hii timu ni ya watu wa Tanga tu. Wote tuna wajibu wa kuisupport, wa kuiandika, wa kuizungumzia na kuitilia hamasa. Ndio tupo katika kipindi ambacho tunataka kwenda kupata ushindi katika mechi inayofuata. Ndio. Kwa kumalizia, Dominic Salamba, kwani hautaki tupate pesa kupitia hili sakata? Hauwezi mkatengeneza odds. Yaani Yanga mkaipa odds, lakini pia mkawapa pia odds bodi ya ligi. Mwisho wa siku tutengeneze maokoto, tubeti pale nani atakwenda kuibuka mbabe. Unaweza pia ukatia odds hivi na sisi tukaokota kwenye hili. Nafikiri odds zipo na hata leo hii tupo na odds nyingi. Leo hii tuna mechi nyingi za kimataifa kwa maana ya Afrika, lakini pia na kule Ulaya katika michuano ya kufuzu. Kwa hiyo alama zimekaa vizuri, lakini pia hata mechi yenyewe ya Taifa Stars odds zake zipo. Wala usihangaike hiyo mechi, kaangalie pale, iweke tu over 1.5, mambo yatakuwa mazuri. Lakini pia kwa leo hii ukitaka kujua, ungana nami kupitia Salamba TV baada ya muda mchache uweze kupewa free tips. Namna kujiunga ni kuandika nyota 150 nyota 50 nyota 1 leli, then namba ya kampuni 610 251 28. Baada ya hapo unaweka kiasi kwa siku buku, kwa wiki 1500 na kwa mwezi 1500, na wale VIP ni shilingi 30,000 kwa siku 5. Baada ya kufanya hapo unakuwa ni miongoni mwa watu ambao wanakwenda kufurahia na kujamvika na Salamba. Bana, hiyo ndio Jamvika na Salamba. Mimi naitwa Cisco, ukiniita Nicholas John utakuwa umeniita jina ambalo nimepewa na wazazi wangu. Njoo tukujuze pia taarifa nyingi zaidi na zaidi. Huyo ni mwamba kweli kweli, mfalme wa maokoto, mwamba wa Jamvika na Salamba. Si mwingine bali ni Dominic mwana wa Salamba. Asante kwa wewe ambaye ulikuwa nasi umeselelea matangazo ya Didi. Nyuma ya kamera yuko Odo Nuru. Kwa heri.